Haleluya. Biblia yangu inazungumza katika Warumi 3:25, akasema wote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Ile nguvu ya Mungu imeondoka, ile neema ya Mungu imeondoka. Utukufu wa Mungu ukiondoka ndani ya mtu, unaondoka na ulinzi. Baadhi ya vitu watu wanashambuliwa, kuna baadhi ya vitu vinaingizwa kwenye maisha ya watu. Kwa sababu gani? Utukufu wa Mungu hauko kwenye maisha kwao. Utukufu wa Mungu ni kibali cha kimungu ambacho kinaweza kuwa ndani ya mtu, ambacho kikavuta watu wengine wamfuate, kikavuta watu wengine wambariki. My God, my God, my God. I wish mtu mmoja ananielewa. Unaweza ukafanya biashara, lakini unaweza ukafanya biashara iliyojaa na utukufu wa Mungu. Unaweza ukafanya kazi, lakini unaweza ukafanya kazi iliyojaa utukufu wa Mungu. That's why Musa anamlilia, anaambia, show me thy glory. Nionyeshe utukufu wako. Nionyeshe utukufu wako. Nionyeshe nguvu yako. Nionyeshe mng'ao wako. Nionyeshe uwezo wako. Nini ikanitofautishe na watu wengine. Ninakuombea leo na nakutamilia yote ambayo umekanyaga mahali hapa. Acha utukufu wa Mungu karudi kwenye maisha yako katika jina la Yesu. I don't know ni kwa namna gani unaweza kama upoteza utukufu wa Mungu. Warumi anakuambia utukufu wa Mungu unaweza ukapotezwa namba moja na dhambi. Haleluya. Amen. Nikizungumza dhambi, watu wengi wanakimbilia vitu vingi sana. Kuna baadhi ya watu ukizungumza dhambi anakimbilia uzinzi, kutokufuata tu maelekezo ya Mungu ni dhambi. Biblia inasema yeyote ajuaye kutenda mema, yani umejua kabisa ninapaswa kumtendea mtu kwa namna hii na wewe usimtendee kwa namna ile, ni dhambi. Anasema kwenye Warumi wote wametenda dhambi wakapungukiwa na utukufu, au kuondoka ulipungua. Biblia yangu inazungumza kwenye Samueli 4, inazungumza 21 mpaka 22, inazungumza watoto wa mtu mmoja aliyekuwa anaitwa Kuhani Eli. Alikuwa na watoto wake wawili, alikuwa na mmoja anaitwa Hofni na mwingine anaitwa Phineas. Phineas alikuwa na mke wake ambaye alikuwa ni mjamzito. Mke wake alikuwa anajifungua. Katika kujifungua, alijifungua kipindi ambacho Wafilisti waliwapiga wana wa Israeli, wakachukua sanduku la agano la Mungu. Sanduku la agano lilikuwa ni agano ya Mungu, anasema niko katikati yenu. Kwa lilikuwa likiondolewa lile pale kwa Mungu ameondoka. Walivyowashinda wana wa Israeli wakawapiga, wakachukua sanduku la agano, watu wakaanza kufa. Phineas na Hofni wakafa, Eli naye akafa. Umenipata? Yule mama akamuita mtoto wake, akamuita Ichabod, akiwa na maana utukufu wa Mungu umeondoka. Nini ameshuhudia? Ameshuhudia mume wake Phineas anakufa, amemshuhudia shemeji yake Hofni anakufa, amemshuhudia baba yake kwa anakufa. Katikati yao the moment imeondoka, mauti kaingia. The moment imeondoka, magonjwa kaingia. The moment inaondoka kwenye biashara yako, hasara inaingia. The moment inaondoka, kuna baadhi ya vitu vinaharibika. Ni kwa sababu gani? Bwana yuko katikati yao. Kwa nini Musa anamwambia Bwana, uwepo wako na utukufu wako uende pamoja nasi? Anajua utukufu wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Utukufu wa Mungu ukiingia kwenye maisha yako, ni Mungu anatembea na maisha yako. Utukufu wa Mungu ukiwa kwenye biashara yako, it means Mungu yuko na biashara yako. Utukufu wa Mungu